Je, ni kweli funga ya sita ina masharti? Hii ndiyo khutba yetu ya leo. Je, ni kweli funga ya sita ina masharti? Na khutba yangu ya leo itatokana na nukta kama 5. Nukta ya kwanza inasema ni zipi fadhila za kufunga sita. Nukta ya pili, je, funga ya sita ina masharti? Nukta ya tatu, kipi kitangulizwe kati ya madeni ya Ramadhan au funga ya sita? Ama nukta ya 4, funga ya sita ni alama miongoni mwa alama zinazoonyesha ya kwamba Ramadhani yako ilikubalika. Ama nukta ya mwisho na ya 5, je, ni zipi faida za funga ya sita? Ama kuhusu fadhila za funga ya sita, isma' ila alhabib, msikilize mtume wetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu na kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama alivyopokea al-Imamu Muslim katika sahihi yake, hadithi nambari 1164 min hadithi Sa'ad ibn Sa'id al-Khazraji, kutokana na riwaya na hadithi ya Sa'ad ابن سعيد الخزرجي أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صحابة سعد موانا وسعيد الخزرجي anatuambia ya kuwa amepata kumsikia sahaba mwenzake Abu Ayyub al-Ansari akiwahadithia, akiwaambia ya kuwa anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qal, ya kwamba bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam siku moja aliwaambia masahaba zake katika kuwaonyesha fadhila za funga ya sita, utukufu wa funga ya sita, thawabu zinazopatikana kutokana na funga ya sita. Bwana mtume amesema, man sama ramadana, atakayefunga Ramadhan, thumma atba'ahu 6 min Shawwal, kisha akaifuatisha Ramadhan kwa kufunga siku 6 ndani ya mwezi wa Shawwal au mfungo 6. Sikiliza thawabu zake, sikiliza malipo yake. Kana kasiyami dahri, bwana mtume anasema huyo kwa kila kitendo cha kufunga mwezi mzima wa Ramadhan, kisha akaufuatisha akausindikiza mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa kufunga masiku 6 ndani ya mwezi wa Shawwal. Kwa mambo haya mawili, funga ya Ramadhan na funga ya 6, mja huyo
katika faili lake huko mbele ya Allah ataandikiwa kana kwamba hakufunga mwezi mmoja bali amefunga miezi 12. Naam, funga ya 6 ukiunganisha na funga ya Ramadhan au funga ya Ramadhan pamoja na funga ya 6, malipo yake mbele ya Mola wako mlezi ni kana kwamba umefunga mwaka mzima wewe na haujafunga mwezi mmoja tu wa Ramadhan. Naam, hadithi hii ikutoshe ndugu yangu Muislam katika kutambua fadhila na umuhimu wa funga ya 6. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-Imam an-Nawawi rahma za Allah zimfikia anasema, wa inma kana ka siyami ad-dahri, Bwana Mtume aliposema atakayefunga Ramadhan kisha ifuatisha kwa funga ya siku 6 za Shawwal, huyo atakuwa ameandikiwa kana kwamba amefunga mwaka mzima. Al-Imamu Nawawi anafafanua funga ya mwaka mzima inapatikanaje hapa, fadhila ya mwaka mzima zinapatikanaje hapa, malipo ya mwaka mzima yanapatikanaje hapa. Akasema li anna alhasanata bi'ashri amthaliha, kwa sababu Qur'ani imesema jema moja mfano wake ni thawabu 10. Al-Imamu Nawawi akatiririka akaendelea akasema, fasiyamu faramadhanu bi'ashrati ashhur, atakayefunga Ramadhan, kwa kuwa polisi za Qur'an jema moja thawabu 10, mwezi mzima wa Ramadhan utalipwa kana kwamba umefunga miezi 10. Kisha akasema wasittatu bishahraini, ukifunga 6 sasa utalipwa kana kwamba umefunga miezi 2. Chukua moja mara 10, 6 hizi utapata mara 60 bimaana ya miezi 2. Allah subhanahu wa ta'ala hilo kalithibitisha katika suratul An'am, sura ya 6 aya nambari 160, pale aliposema, man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha, man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha, atakayefanya jema moja, atakayeleta jema moja, basi mfano wake mbele ya Mola wake mlezi ni mara 10 yake. Naam, afanyaye wema atalipwa mfano wake mara 10. waman jaa bisayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Kisha Allah akasema, na atakayekuja na ovu moja, atakayefanya ovu moja, baya moja, hatolipwa ila kwa mfano wake tu, nao hawatodhulumiwa. Waislamu, kupitia aya hii Qur'ani imeweka wazi katika sura ya 6 Al-An'am aya nambari 160, imesema afanyaye wema atalipwa mara 10 yake, na afanyaye baya ovu hatolipwa ila ovu lile lile. Nini maana yake?
maana yake ukifanya jambo moja la kheri utalipwa thawabu 10, na ukifanya jambo moja baya utalipwa baya lile lile moja. Angalia Mola wetu anavyotupenda. Jema moja thawabu 10, ovu moja thawabu moja ile ile. Na ndio maana baadhi ya wanawachuoni wa Kiislamu wamesema Muislamu akiingia motoni kajitakia mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu ovu lake moja ni dhambi moja, jema lake moja thawabu 10. Mpaka maovu leo yaje kuzidi mema yako, mema ambayo ukitenda jema moja thawabu 10, ovu moja dhambi moja, yani dhambi moja zije kuwa nyingi hadi kupiku kushinda thawabu 10, ukaenda motoni umejitakia mwenyewe. Naam, hal lisiyami 6 shurutun, je funga ya 6 ina masharti? Aljawabu hunaka 3 shurut. Jawabu, funga ya 6 ina masharti 3 tu, mengine yote yaliyosalia rawahu watu wa mitaani. Sikiliza sharti la kwanza, an takuna ba'da siyami Ramadan. Funga yako ya 6 ili iweze kupokelewa, sharti lazima uje kuifunga baada ya Ramadhan. Sharti la kwanza, inatakiwa ifungwe baada ya Ramadhan. Sharti la pili, wa antakuna 6 ayyam. Sharti la pili, ufunge siku 6 tu. Ukipiga 4 mbingu ziko 7, sijui mamake Ismail katufu mara 7, sijui 777, imekula kwako, umezidisha na umekuja na jambo kinyume na sheria. Wal ibadatu tawqifiyatun wa laysat ijtihadiyya. Na wanawachuoni wa sheria wanasema ibada ni mfumo kamili uliotoka kwa Allah, hazihitaji jitihada za watu. Kwa hiyo sharti la pili, ufunge siku 6 tu. Sharti la tatu, ufunge ndani ya mwezi wa Shawwal, kwa Kiswahili mfungo 6. Ingawa baadhi ya maulama wako waliosema aliyepata dharura kwa namna moja ama nyingine akashindwa kuipata Shawwal anaweza kufunga mfungo pili Dhulqaada. Hii ni kauli ya baadhi ya maulama, lakini wengi wanasema hadithi iko wazi, man sama ramadana, atakayefunga Ramadhan, thumma litaqibi, thumma kisha atba'ahu akaifuatisha bisittin min Shawwal, kwa masiku 6 ya Shawwal. Shawwal bwana mtume kataja kana kasiyami dahri. Riwaya nyingine fakaannama sama dahra kullah, huyo atalipwa malipo kana kwamba amefunga mwaka mzima. Hal ba'da hadha shurutun lisiyami 6? Je, ukiacha masharti haya 5 yaliyokuja katika hadithi, masharti haya 3 yaliyokuja katika hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sharti la kwanza ufunge baada ya Ramadhan, sharti ya pili ufunge masiku 6 tu, sharti la tatu ufunge ndani ya mwezi wa Shawwal au mfungo 6. Baada ya masharti haya 3 yaliyokuja katika hadithi sahihi kabisa ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, je, kuna masharti mengine? Je, kuna vigezo vingine? Je, kuna maelekezo mengine? Je, kuna mafundisho mengine? Je, kuna masharti mengine ukiacha haya 3 juu ya funga ya 6 ya Shawwal? Kipi na ni yapi? Aqulu ma tasma'un
وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وشيخنا وأستاذنا ومعلمنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وارحم الله مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين آمين يا رب العالمين. Ninarudi tena kwenu kwa mara ya pili kukuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu yenye mapungufu chungu nzima katika kutekeleza haki za Mola wangu. Namuomba Allah sote atupambe kwa uchamungu wa hali ya juu, na sote atupambe kwa ikhlas za hali ya juu, sote atuvishe vazi la siha na afya iliyokamilika, atuepushe na maradhi yote madogo kwa makubwa, kwani yeye Allah ni muweza juu ya kila kitu. Je, ukiacha masharti haya matatu yaliyokuja katika hadithi sahihi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadithi iliyotaja masharti matatu ya kufunga sita ya Shawwal. Sharti la kwanza, tufunge baada ya kumalizika kwa Ramadhan. Sharti la pili, tufunge masiku sita tu. Sharti la tatu, tufunge ndani ya mwezi wa Shawwal, kwa Kiswahili mfungo mosi. Je, ni lazima uanze kufunga sita mara baada ya kumalizika kwa Eid? Jawabu, hapana, si lazima. Je, ni lazima tufululize funga ya sita? Jawabu, hapana, si lazima. Ingawa ukizifululiza ile mantiki ya kufuatisha mwezi mtukufu wa Ramadhan utakuwa umepatikana. Ile kusindikiza kutapatikana. Lakini ukiamua funga ya sita siku moja ukapumzika siku ya pili, inakubalika. Ukiamua kufunga kila Jumatatu na Alhamis kwa wiki mara mbili, na mwezi una wiki 4, ndani ya wiki 3 ushamaliza wewe siku zako sita za Shawwal, inakubalika. Kilicho bora zaidi, yule mgeni asindikizwe haraka kule kufuatisha alikozungumzia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, thumma atba'ahu, kisha akaifuatisha kwa masiku sita ya Shawwal. Kufuatisha ili kupatikane kwa uzuri zaidi, ni bora ukafunga mara baada ya kumaliza kwa Eid na kwa mfululizo. Umeshindwa hilo, al-amru wasi', dini ni nyepesi. Funga unavyojua, ili mradi uwe umefunga siku sita ndani ya Shawwal na inakubalika. Je, ni kweli funga ya sita lazima urithishwe na wazee? Jawabu, rawahu watu wa mitaani. Huko mitaani tunafungana magoli sana, kamba nyingi kweli kweli.
vijana wanadanganyana kwamba mwanangu, funga ya 6 hutakiwi uivamie, unatakiwa utawazwe, urithishwe. Rawahu watu wa mitaani, hilo halimo ndani ya Qur'ani na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Funga ya 6 huruhusiwi kufunga hadi uwe mzee. Je, ni kweli? Jawabu, rawahu watu wa mitaani. Tumia akili ya kawaida tu, akili ya kawaida tu, mahesabu yasiyohitaji uende university, nenda hata nursery school, akili ya nursery itumie. Yani nyinyi Ramadhan mmetakiwa mfunge nyote, vijana kwa wazee, Ramadhan ambayo ni fardhi na ni bora kuliko 6. Alafu 6 unaambiwa hapana kijana usifunge. Alafu ile kubwa ile fardhi umeambiwa lazima ufunge. Alafu 6 unaambiwa usifunge. Rawahu watu wa mtaani na rawahu kudanganyana kwa watu wa mtaani. Je, funga ya 6 ukianza kufunga huruhusiwi kuiacha, na ukiacha mwanangu unadedi kabla ya siku zako. Rawahu watu wa mitaani. Huko mitaani kuna kazi sana jamani. Vijana wanadanganyana, mwanangu ukifunga uache, ukiacha unakufa kabla ya siku zako. Kwanza hakuna anayeweza kufa kabla ya siku zake. Wama kana li nafsin an tamuta illa biidhnillah kitaban muajjala, wala haiwi kwa nafsi kafa illa kwa idhni ya Allah. Yote hayo yamo katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Je, ni kweli funga ya 6 hawaruhusiwi kufunga vijana, ni wazee tu? Rawahu watu wa mitaani kwamba sisi tusifunge mpaka tuzeeke tufikie kuwa watu wazima. Sio kweli. Katika maajabu ya mitaani pia, je, ni kweli wanaofunga 6 hawajajiamini na Ramadhani yao? Wana waswasi Ramadhani yao ina viraka. Rawahu watu wa mitaani. Ingawa miongoni mwa hikma za ibada za sunna qablia na baadia, swala za sunna qablia na baadia, ni kujazia ile mianya ambayo imepatikana kwa mwanadamu wakati anatekeleza fardhi. Vivyo hivyo ukifunga funga ya 6, miongoni mwa faida zake mianya na mapengo na yale madhaifu yaliyopatikana katika funga yako ya fardhi ya Ramadhan hujazia. Kwa hivyo ndugu zangu, yote mnayoyasikia ya mitaani ni ya mitaani, na kuanzia sasa chukua kauli mbiu yangu, rawahu watu wa mitaani. Hiyo sio rawahu al-Bukhari wa Muslim, haipo hiyo. Ayyuhuma yuqaddamu siyamu 6 am duyunu Ramadan? Nikiwa sasa mwishoni mwa khutba yangu, je, kipi kinachotakiwa kutangulizwa, kufungwa kati ya madeni ya Ramadhan au funga ya 6? Jawabu, madeni ya Ramadhan ni fardhi, ni lazima, na funga ya 6 ni sunna iliyokokotezwa. Na siku zote kanuni za kisheria zinasema alfardu yuqaddamu ala sunnah au ala nafila. Fardhi hutangulizwa kwanza kabla ya sunna siku zote. Nenda katika ahadithi za salah, idha uqimatis salatu fala salata illa almaktubah. Bwana Mtume anasema swala ikikimiwa,
ili hali wondo umefika unaswali tahiyatul masjid, Allahu akbar, muadhin kashika maiki, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Bwana Mtume anasema swala ya fardhi ikisimamishwa, ikisimama, hakuna nafasi tena kwa swala yoyote ile ila swala ya fardhi. Automatically sunna inakufa, wala haina haja kutoa salamu, unakatisha tu, unaunga safu kuswali swala ya fardhi. Njoo sasa kwa madeni yako ya Ramadhan. Madeni ya Ramadhan yanastahiki kutangulizwa kwa sababu ni fardhi, kwa sababu ni madeni, kwa sababu ni lazima kabla ya sita, na sita ni sunna. Na mfano mwingine mdogo, leo ukidondoka hapa, qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah sote atupe umri mrefu wenye kheri na baraka. Allah, kama ulivyotupa neema tukaweza kuona mwezi mtukufu wa Ramadhan wa mwaka huu 1446 sanjari na 2025, na mwakani pia tupe uhai ya rabbal alamin. Tujalie zaidi ya Ramadhani 30, 40, 50 huko mbele, tuweze kufunga kwa rahma zako, mapenzi yako na baraka zako ya rabbal alamin. Mfano sasa umedondoka sasa hivi, una madeni ya siku 6 ya Ramadhan, ndugu zako umekwisha wapa dhima na umekwisha wapa kibarua, lazima wakulipie. Bwana Mtume anasema man mata wa alayhi siyamun sama anhu waliyo, atakayefariki ili hali ana madeni ya funga, ndugu zake waje wamlipie. Lakini ukifariki ili hali huna deni la Ramadhan, haukufunga sita, hautodaiwa mbele ya Allah jalla fi ulah. Na pia ikiwa utafunga Ramadhani 25, una madeni ya siku 5, kisha ukaamua kufunga sita, Ramadhani pungufu plus unaisindikiza kwa siku 6 ya Shawwal, mantiki ya kufunga Ramadhan, man sama Ramadana, atakayefunga Ramadhan, qala alulama kamilan, atakayefunga Ramadhani kamili, akisha ikamilisha ndipo aisindikize kwa masiku 6 ya Shawwal. Ramadhani yako haijakamilika, unakwenda kumsindikiza mgeni Ramadhan kwa siku 6 ya Shawwal, hakika hilo haliingii. Na kama yuko mtu kashaanza kufunga sita, ana madeni, funga yake ya sita ni sahihi, haiwezi kuwa batil hata kidogo. Tunamshauri stop, kesho yake aanze na fardhi, na zile siku alizoanza zinahesabika. Akimaliza madeni atamalizia yale masiku ya sita. Dini ni nyepesi kabisa. Hata ukiamua leo kuanza na sita kwa mfano, ukamaliza sita, deni baadaye, haujapata dhambi, isipokuwa una dhima, unaweza ukafa siku yoyote, una deni la Allah. Na Bwana Mtume katika hadithi ya Ibn Abbas anasema fadainullahi ahaqqu an yuqda, deni la Allah, deni la Allah linastahiqi zaidi kulipwa. Lipa haraka madeni ya Allah kwa sababu ni fardhi, kisha ndipo uje ufunge sunna ya 6 ya Shawwal. صيام الستة علامة من علامات قبول صيام رمضان. funga ya sita ndugu zangu, yule atakayejaliwa kufunga sita, huyo tayari amekwisha jipatia alama, ishara zinazojulisha ya kuwa Allah amepokea funga yake ya Ramadhan. Qala alulama, imekuja katika kitabu cha Lataiful Maarif cha Imamu Ibn Rajab al-Hanbali, ananukuu kauli ya maulama inayosema inna Allah idha qabila amal al-abdi waffaqahu li'amalin salihin akharin ba'dahu
katika taratibu za Allah, katika policy za Allah, akipokea amali ya mtu humjalia, humwafikisha aje afanye amali nyingine iliyo njema. Wakasema maulama, kitendo cha we mwenyewe kuwa na imani na msukumo wa kufunga sita ambayo ni sunna na sio fardhi, hii yaonyesha Allah kapokea fardhi yako ya Ramadhan na akakuwafikisha, akakujalia, akakupa uwepesi uendeleze ibada ya funga, ufunge sunna ya 6 ya Shawwal. Anasema mwanachuoni Al-Hasan Al-Basri, inna min jazaa'il hasanati alhasanata ba'daha, hakika katika malipo ya mema, ukitenda mema Allah akipokea jema lako, mema yako, hukujalia kufanya tena mema baada ya mema yale. Wa min uqubati sayyi'ati as-sayyi'ata ba'daha, na katika adhabu ya maovu, ukitenda ovu Allah kaudhika, umemkera, umemuudhi, Allah anakuacha bandika bandua. Leo umezini, kesho unazini, kesho kutwa unazini, unashangaa una matamanio full charge kwa mke wako, mwezi mzima hujamgusa, kwa wa nje umekuwa kijogoo, umemuudhi Allah. Ovu lako moja kakufungulia milango ya maovu ili akukamate vizuri baadaye. فإنه يوفقه إلى الطاعات ويصرفه عن المعصية. حقيقة يا الله ana utaratibu wa kukuwafikisha kufanya taa na kuendeleza taa na ibada na mema, na kukuepusha na madhambi pindi atakapokea matendo